babake, babu yake mpaka yeye kuja kwa chifu. Wanaandika maisha yake kutoka anazaliwa bila yeye kujua mpaka maisha yaliyokuwepo mpaka maisha atakuja kuwa anataka kuja kuwa chifu. And to the last witch of Simba. Hiyo story andika the last witch, maana mchawi wa mwisho kwenye kijiji cha Simba. Ambao mzee alikuwa ni mzee ambao mchawi wa wachawi, lakini si wa kuloga wala kuwanga. Yaani maana anajua mambo mengi kuhusiana na uchawi. Kwa wachawi wengi walikuwa wanakuja kwenye kijiji wanasumbua, walikuwa wamwezi ule mzee na uchawi wake hakuwahi kuonekana kwenye jamii yoyote. Yaani ule uchawi kama ni mtu ambaye alitunukiwa tu makarama, alikuwa na uwezo kufanya uchawi. Kwa hiyo wachawi wakataka kurithi ule uchawi. Kwa ule mzee kwa sababu yeye mwenyewe ashajijua kama yeye ni mchawi, akaona so kesi mimi nitakuja kurithi kwa sababu mimi ndio uchawi wa mwisho. Wakati huo mjukuu wake amezaliwa na makarama ambao yeye mzee walikuwa na uwezo kumuona ni wachawi, na tena wachawi wenyewe ni special, sio wa kila mchawi. Yule dogo anakuja anazaliwa tu, alizaliwa kwenye majanga na dogo akanatokea na vitu vya ajabu ajabu. Babake akamwambia mtoto tusikae naye kwenye kijiji, tuame. Baada dogo kufika kama miaka 13 14, wazee wakasema wewe tukiwa asome shule tumpeleka wapi, na sisi mtoto wa ajabu huyu tukimpisha kijini watamuua, tumpeleke kwa babu yake. Kufika tu siku ya kwanza kwa babu yake, anambia babu wewe mdogo sana, wewe una uchawi wala nini? Nifundishe mimi uchawi. Ukinifundisha mimi uchawi natibia watu, nasaidia watu. Babu yake akachunga masiala. Niona ni vigogo kabisa, ananijua mimi ni nani. Basi leo kaka na babu yake story ndio hizo. Babu sasa kinasikia ndio mbona kama anamaanisha. Mimi najua mtoto kumbe anamaanisha. Babu naye akamtambia, sikiliza, mimi nikupata uchawi, nilipata chini ya bwawa. Chini kabisa ya bwawa. Sio sasa hivi useme kwenye bwawa unapata labda pelege au kambale. Lakini huwezi kupata kambale anaweza kufika kimo changu au kimo chako. Naweza sikiliza. Ukiweza kumvua kambale ukubwa huu, nitaamini kwamba wewe una uwezo na nitakufundisha uchawi. Yaani anafundisha dogo. Lakini kama unataniana, kama mimi naweza basi dogo kiasi kanafanya jitihada, naenda natupa nduano kwenye hiyo story kama unasema tunaisimulia. Atupa nduano kwenye bwawa, anavua samaki. Siku hiyo anaambiwa anaenda bwawani. Yaani kama majani yanampisha njia, yani kama unajua kama kwenye bawe la majani, kama anampisha njia anaenda mpaka pale, anatupa ndoano, anavua samaki ukubwa wa futi 8. Ambao samaki kawaida umukuti wala zaidi ukubwa huu. Lakini kamkuta futi 8. Ndogo anahangaika jua labda mamba kaja katomeka ile mshipi. Na hiyo mshipi wa ndoano wa babu yake ni kuvua samaki special tu anakula mzee. Ile ndoano imekatika, dogo speed akatamwambia babu, nimeenda nimevua samaki mkubwa anafika futi 8. Babu kamba wewe mshenzi, utakufa mamba. Sio mamba, yule samaki mnaambia hivi, babu nimevua mkubwa zaidi yake. Babu pia akiambiwa anabisha, twende, anakuta samaki baba futi 8 imekufa katikati ya, yani kakakunga mpaka kwenye majani kalichomeka hata nani wamekufa. Babu akashangaa, akasema na mimi uwezo wangu wote watu wananiogopa, sijawahi kukutana na maajabu kama haya. Wewe ni nani? Babu akaanza kichwa, kaumiza sana kichwa. Dogo akiwa analala hivi usiku, yule mzee anamwangalia, mtoto mbona kama simuelewi. Siku babu amelala, dogo ameamka usiku, dogo kama ana nuru fulani, kama nuru inamtawala. Akaja akamwamsha yule babu yake, babu kwenye kitanda cha kamba, leo nimekufuata unione, nimekwambia wewe babu uniwezi. Wewe una uchawi wa aina yoyote. Nimekwambia nifundishe ili niwasaidie watu. Babu anasimama na mwangalia, amna kweli mjukuu wake. Akamwambia wewe uwezi, nenda kalale, toka. Yaani kama ndoto fulani hivi. Babu nimekwambia nifundishe. Mtaki. Dogo anaongea kwa sauti ya ukali. Babu sema nataka kufundisha yani. Akachomoa nyuzi kwenye kamba, kitanda cha kamba. Akachukua kaisokota akaitupa chini. Ile kamba ilitokea bonge la joka. Ikaanza kumzunguka ule dogo. Wala kumzunguka ule dogo, alishika fimbo. Fimbo kama ya kisharifu fulani unasema ni ina simba nini? Yaani ambayo unaendana na mwili wake wote. Dogo wakati akamwangalia akamwambia babu, na maana uchawi wako wote ndio umemaliza hapa. Joka lina mzunguka ule dogo. Basi dogo alisugua tule fimbo afa akaigonga chini. Walinyoka wakagawanyika wakawa kama 7.
Wakuja kama 7 akaenda juu afu akaja hivyo akaja chini akaanza kuingia yule baba. Pepe anamuingia kwenye mwili. Babu anakupa usingizi kwa 11 alfajiri. Mwili unamuuma hatari. Mzee, hii ni ndoto, yaani haijawahi kutokea. Hii shida nini? Itabidi atoke anaenda kumwangalia mjukuu wake hivi. Nasema huyu mtoto sio. Aje kunitokea mimi kwenye maisha. Anaenda kuwatisha wachawi wa kijiji kisima. Oya. Silisema nataka kuhadithisha uchawi. Uchawi kwa anataka samboga. Au samboga. Ndio. Na nimesema nyinyi nitakurithisheni ametokea mrithi. Na ndio uchawi wa mwisho. Hakuna yote atakayeweza kukamata uchawi ila ni yeye pekee yake. Wachawi wote wakakaambia hakuna, tuisubiri vizazi na vizazi. Mababu wanaturithisha sisi wewe. Leo kwa nini aje kuchukua mtu mwingine? Hatukubali, ambia ndio itawezekana. Kama mnataka kufanya hivi, nitakuitieni wewe kijana. Mjaribu. Mkimuweza ndio utakuorithi wewe. Kweli mwana. Mungu bwana siku ya manane baba alikuja na kumwamsha. Mwambie mjukuu wangu unasemaje? Unataka kurithisha uchawi? Kijana afuta matongotongo anaambia mfundishe na mkinifundisha na kwa bonge la mtu mkubwa. Kama sasa siweza jiandae twende nikakufundisha. Wapi? Ya nijiandae nini? Mimi tayari ngoja nijiandae, nataka jiandae. Kata nyingi, kata. Iya.